Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hii pool inaenda kwa wanawake ambao wanafanya kazi kwa Arabu. Wanaume pia wanafanya kazi kwa Arabu. Hii pool ni yao. Hii pool ni yao kwa sababu gani? Ukienda kwa TikTok hapa, kitu ambao watu wanaongea about marriage, about ndoa nini, wale najanga huko kutoa maoni yao, wao wanajoanga huko kwa walimu sana. Ni watu ambao wanafanya kazi kwa Gulf. Wale ambao wanafanya kazi Saudi Arabia. Hao ndio wanakwanga wengi kuongea mambo ya ndoa, kuongea juu mambo ya marriage. Kwa sababu gani? Na hao pia ndio watu ambao iko na matusi number one. Wako na matusi ndogo ndogo, matusi kubwa kubwa, na matusi yao naenda tu kwa wazazi private part, wazazi private part. Kwa nini wanafanyanga hizi vitu? Wacha leo niwaambie kwa nini wanafanyanga hizi tabia. Hizi tabia wanafanya kwa sababu huko Warabuni wamefungwa. Unajua Warabuni huko wamefungwa kwa sababu hawana time ya kuchat na marafiki, hawana time ya kuenda outing, hawana time ya kuongea. So chama wanapata time ya TikTok. Ndio maana wanakuja kwa TikTok, wanatoa stress zao kwa TikTok, wanatoa hasira zao kwa TikTok, wanatoa ujinga zao kwa TikTok, wanatoa tabia zao kwa TikTok. Hapa TikTok ndio unawaili. Unaona watu wanafanya kazi kwa gapo. Unaona hizi vitu wanasema kwa TikTok hapa kwa sababu ya stress. Kukuwa na kazi ya Warabu huko, kuosha vyombo, kuosha sufuria, kuosha vijiko, kuosha nyumba, kuosha choo, hizo shida zote wako nayo. Alafu ongeza tena. Kwa nini hizi shida nakuja wanakuwa na matusi kubwa kubwa, wanakuwa na nini? Wako na stress kwa gani? Wakutane na marafiki, wamalize stress. Stress nyingine inakuja ya nyege, ya sex. Mtu ametoka hapa Kenya alikuwa anafanya sex 24 hours. Body count ametoka hapa Kenya kama ni 5. Body count ametoka hapa kama Kenya ni 10. Body count ametoka hapa Kenya kama ni 50. So ameenda huko, body count imefungiwa. So hizo nyeke zote namtumia ni sumu. So unajua kikuja hapa kitukana watu usigani ni roho mbaya, hapana. Stress ambao wanapitia huko. Hebu niambie, mtu naosha nyumba kubwa kubwa kama mosque au nyumba kubwa kama kanisa. Mtu naosha nyumba mbili ya familia mbili. Ameosha ya baba, ameosha ya mama, anaenda kuosha tena ya kijana, tena anaenda kuosha ya kijana in-law. Huyu mtu akikuja kwa social media akikutukana matusi kubwa, unagani ni mbaya? Heshimu hao wanawake bwana, wanaume bwana. Alafu bado kupika inamngoja. Watoto mwenyewe kuosha bado namngoja. Watoto kupeleka shule bado namngoja. Waacha hizo, hata mtoto anapeleka na gari kwa shule apeleki. Kuna nyanya mzee anataka tembeze pale. Kuna babu mzee anafaa tembeze pale. Kuna mtoto pia mwendazimu anatakana alishe pale. Kuna anavalisha wale pampers, kuna wale naoshwa. Huyu mwanamke akikuja hapa kuna stress mtu wangu. Matusi atakupea matusi ya kitaifa. Ile matusi atakutana na matusi ingine mbaya sana. Atakutana na matusi ya kitaifa ambayo itakusaidia kwa maisha yako. Wako na depression sana. Wako na mambo nyingi kwa akili, wako na shida nyingi hao wanawake na wanaume. Wewe ukitaka kujua hao watu, enda kwa life mtu naitwa Black Eagle. Enda kwa life zote ambao watu naongea about mapenzi, wanaongea about ya ndoa. Hizo ndio life ambao wamejaa. Kwa sababu gani? Wanaenda kutoa stress zao huko. Wataenda kupiga story bila kulala na mwanaume, sio bila kukulana, bila kuenda round ngapi, bila kufanya nini. Hizo ndio kazi yao. Kwa sababu gani? They miss those things. So place wanapata hizi vitu kuongea ni hizi life ya TikTok. Unapata wanawake ambao wanafanya kazi kwa Arabu. Mimi siku hizi nawaita boys ya Arabu na girls ya Arabu, au boys ya Gulf, au ladies wa Gulf. Wako na stress bwana. Matusi wanatoanga hizi kwa TikTok. Wewe ndio usikize tu. Matusi wanatoanga. Hao watu wako na stress kwa sababu hizo kazi nimewaambia wanafanya zote. Hata kama wewe ni binadamu lazima uwe na hizo stress. Hebu niambie, wewe mtu mmoja unaosha nyumba kubwa 3 au 4 kwa siku. Nguo bado nakungoja. Vyombo inakungoja. Watoto bado nakungoja. Kuna nyanya mzee pale na kuna babu mzee pale. Unatakana muoshe, unatakana mpe chakula. Bado inakungoja. Hawa wanawake wakikuja kwa TikTok, watakuja kuongea kitu maana. So watakuja hapo kutoa stress. Wewe mwambie wewe ni maid, atakutukana maisha yako yote. Umwambie wewe ni single mother, atakutukana matusi yote. Umwambie wewe ni mtabasho, atakutukana matusi moja. Umwambie wewe body count yako na malaya hakuna tofauti, atakutukana matusi yote. So wanawake wanapitia bwana. Wanapitia mlima na mabonde kwa Arabu.
Hao wanawake wafanyia kazi Waarabu, na hapo kwa TikTok wanajifanyanga wanajua kila kitu. Hao wanawake wanafanya kazi na Waarabu, hapo kwa TikTok wanajifanya they know everything. Ama boys ya Waarabu wagafu wanafanya kazi huko, they know everything kwa TikTok. Hao wanawake wanakuja kama wanajua kila kitu, wanataka kufundisha. Wanaongea English kubwa na wanaosha vyombo. Wanaongea English kubwa na wanachunga nyanya mzee. Wanaongea English kubwa na wanabadilisha mapampasi watoto. Wanaongea English kubwa na wanachunga wanyanya wazee na mama na babu wazee. Na wakikuja kwa TikTok na watu kubwa kubwa. Hii pool imeenda kwa wanawake wanafanya kazi Gulf. Wanaume wanafanya kazi Gulf. Na nikisema Gulf namaanisha nini? Nchi zote ya Waarabu. Nchi zote ya Waarabu. Qatar, Yemen, Pakistan, Qatar, Yemen, ni gani tena? Kuja rakaraka, Lebanon, Saudi Arabia, Oman, Dubai, Kuwait, gani tena? Hizo nchi zote ya Waarabu.